Wapendwa, tumekwisha kusanyika kuanzia masaa ya asubuhi kwa ajili ya tukio hili kubwa la kuzinduliwa na kusimikwa rasmi kwa jimbo letu jipya la Bariadi. Maadhimisho na shamra tumevianza kuanzia asubuhi wakati wageni walipotufikia, lakini kwa namna ya pekee hapo mchana wakati ambapo tumempokea askofu mteuliwa wa jimbo letu la Bariadi, Askofu Rimo, akisindikizwa na maaskofu wenzake. Ilikuwa ni shamla alipoingia katika mji huu ambao Mwenyezi Mungu anamteua na kumtuma kama baba wa familia hii mpya ya Bariadi na kama mchungaji wa kundi hili la kondoo ambao ni ninyi wana wa Mungu wa jimbo jipya la Bariadi. Sisi tumesafiri kutoka sehemu mbalimbali za nchi yetu, na kwa namna yetu hasa katika mafiga matatu ya Wakirelo, ya watawa pamoja na walei kutoka sehemu mbalimbali za nchi yetu na nchi jirani pia, kwa ajili ya kuja kuungana na ninyi katika kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye anawateua kama familia yake ya Bariadi. Mwenyezi Mungu ni baba mwema, anatupenda sana. Yeye ni baba wa ubaba. Leo tunaadhimisha sherehe ya Mtakatifu Yosefu, mume wa Mama Bikira Maria, na kwa namna ya pekee tukiwa katika mwendo wa Kwaresima tunapata siku hii na tukio hili ambalo kwa kweli linatuonyesha sherehe na furaha ambazo tunazitegemea wakati wa Pasaka. Tunajiandaa kumpokea Kristo mkombozi wetu ambaye atajitoa kama kipatanisho na kama sadaka yetu, na tuko mbio kwa ajili ya mafumbo hayo tukiandaa kwa jitihada kubwa. Lakini leo tarehe 19 ambayo inaanza jioni hii mwezi huu wa 3, Mama Kanisa anatupa kumbukumbu hii nzuri ya kumwadhimisha Yosefu mume wa Bikira Maria ambaye ni baba mlishi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mwenyezi Mungu anamuandaa Mtakatifu Yosefu ili aweze kuilinda familia hii takatifu anayoteua, familia ya Nazareti ambayo ni kielelezo cha familia zote za Kikristo, kwa sababu katika familia hii mwanae ambaye ni mkombozi wa ulimwengu, Yesu Kristo Masia, anazaliwa. Katika namna ya upendo, Mungu anamuandaa Mama Bikira Maria kama mama wa Yesu Kristo, lakini anamuandaa Yosefu kama baba mlishi wa Yesu Kristo ili aweze kumtunza mtoto huyu ambaye ni mwana wa Mungu na ambaye ni mkombozi wa watu na ulimwengu wote. Katika maandiko matakatifu, Bwana wetu Yesu Kristo anapozaliwa tunasikia shida zinazomkabili. Kuna hatari ya kifo. Katika masomo tutakayoyasikiliza kesho, hasa kutoka katika Injili ya Luka sura ya 2 aya ya 41 na ya 51, lakini kutoka pia Mathayo sura ya 1 aya ya 16, 18 na 21 na 24, tunaona kuzaliwa kwa Yesu kulikuwa pengine ni ishara pia ya mafarakano miongoni mwa watu, na kumbe wakajiinua watu kama maadui wake, na Herode alikuwa ni kielelezo cha uadui huu kama mpinga kazi ya Mungu. Mungu anamleta baba Yosefu ili amtunze mtoto huyu, na anasimama imara kumlinda na kumtunza. Na hasa katika kumbukumbu ya daima tunakumbuka anapomtolosha mtoto Yesu na Mama Bikira Maria kutoka nchi takatifu kumleta Misri katika bara hili letu la Afrika. Na tunashukuru Mwenyezi Mungu kwamba kwa tendo hilo ambalo kwa kweli ni tendo baya la mtoto Yesu kutafutwa kuuawa, lakini Mungu anamuinua na kumleta Yosefu ili amtunze na kumuokoa, na sisi bara la Afrika tunapokea Injili. Kristo anakanyaga katika bara hili. Kumbe katika kibaya kizuri pia kinapatikana. Tunamshukuru Mungu kwamba katika uadui huo wa Herode, sisi bara la Afrika tumempokea mwana wa Mungu, amekanyaga katika bara hili. Kumbe tunaitwa kuharakisha tunapoadhimisha sherehe hii ya Mtakatifu Yosefu mume wa Mama Bikira Maria, tutambue kwamba sisi sote tunaitwa kuwa walinzi wa wengine. Kwa kweli wazo la msingi katika tafakari hii liwe tuwe walinzi wa maisha ya wengine, tuwe walinzi wa maisha.
tuwe walinzi wa watu na viumbe vyote, tuwe walinzi wa ulimwengu. Hiyo ndio habari ambayo Baba Mtakatifu Francis katika barua yake maarufu sana Laudato Si anatukumbusha na kututaka tutembee kama walinzi wa binadamu wengine, lakini zaidi kama walinzi wa ulimwengu na mazuri yake na viumbe wengine. Na sisi kama Wakristo katika kielelezo cha Baba Yosefu tunaalikwa kusimama kutetea zawadi ya uhai na kutetea zawadi ya kila mtu ajaye duniani. Kwa namna ya pekee tunakumbushwa kuwalinda watoto. Mtu mwadilifu atachanua kama yungiyungi. Na kumbe kuna slogan ya namna hiyo. Mnajibuje? Sikujua. Mtu mwadilifu atachanua kama yungiyungi. Wow, asante sana. Basi tunaitwa kuwa waadilifu kama Baba Yosefu. Kwa sura ya maisha na majitoleo ya Mtakatifu Yosefu tunakumbushwa na kuona kwamba anasifiwa na Mwenyezi Mungu, na maandiko matakatifu yanamleta kama kielelezo na mwalimu wa mahusiano na namna ya kuishi maisha yetu. Tazameni mtumishi mwaminifu na mwenye busara ambaye Bwana alimweka awe mwangalizi katika nyumba yake. Wapendwa ndugu zangu, leo ni sikukuu ya wanaume. Tunapomkumbuka Baba Yosefu, tunawaombea wanaume wote wasimame imara. Wanaume mpo? Uwaka mpo? Basi ni furaha sana. Wanaume wa jimbo jipya la Bariadi mpo? Basi ni furaha sana. Leo ni siku yenu na kesho. Na angalieni kwamba Mungu anavyowapenda, analileta kanisa jipya la Bariadi, anasimika familia hii, lakini ahachi kuwataja na kuwaita ninyi wanaume. Msimame imara katika kulilinda kanisa hili jipya ambalo linazaliwa, lakini kuilinda familia hii ya Bariadi, ya kanisa la Bariadi kama Baba Yosefu anavyofanya. Sisi tunaitwa na kuteuliwa kuwa kama Baba Yosefu. Yeye ni baba mlishi wa Yesu, lakini katika maisha yake na kutoa kwake majukumu anakuwa ni salama ya Mama Maria na ya mtoto Yesu. Sisi kama watoto wa Mungu kwa utatu wetu, hata maaskofu, mapadri, tuna kazi ya kuongoza familia za Mungu ambazo Mungu ametukabidhi katika majimbo na katika parokia. Na kina baba mna kazi ya kuongoza familia za Mungu ambazo Mungu amewakabidhi katika familia za Kikristo. Lakini kila mmoja anawajibika pia. Wanawake hamjakoswa. Huku kwenye maandiko matakatifu daima anapotaja Yosefu na Mama Bikira. Si mnakumbuka masifu tumemaliza, sawa? Hizi antifona zilikuwa zinatuambia Yakobo alimzaa Yosefu mume wa Maria mama yake Yesu aitwaye Kristo. Kumbe tunamkumbuka Yosefu na kumsifu, lakini kuna Mama Bikira Maria hachi kutajwa wala kukumbukwa. Kumbe na ninyi akina mama wawata mpo? Wanaume wenye nguvu wanahitaji wanawake wenye nguvu pia, sawa? Kwa hiyo muwalinde vizuri, mlinde jimbo hili vizuri, msaidiane na wote, na baba askofu na mapadri na waume zenu katika familia za Kikristo, ili kuweza kulijenga kanisa la Mungu la jimbo jipya la Bariadi. Wapendwa, leo tunapoadhimisha kumbukumbu na sherehe hii ya Mtakatifu Yosefu mume wa Mama Bikira Maria, sisi sote tunaitwa kuwalinda watoto. Je, watoto wako salama? Tumeambiwa huku kwamba Herode alikuwa anatafuta kumuua Yesu. Leo Herode amekwisha pita, hayupo tena. Herode nyakati hizi hayupo. Kwa namna fulani yupo, Herode yupo. Tukijua kusoma alama za nyakati tutakuta kwamba kuna watu ambao pengine wanawazuru watoto au wana mipango mibaya juu ya watoto, wawazii watoto mazuri na wanawadhuru watoto. Tunaalikwa kutambua kwamba tunapaswa kusimama imara kuwalinda watoto na kuwatunza vizuri. Watoto tuwalee vizuri. Wanaume katika familia, kina baba, tutoe majukumu tunapobahatika kufunga ndoa, au na wala ambao wanaishi maisha ya uchumba sugu bila kurekebisha maisha kufunga ndoa. Na jimbo la Bariadi wapo eti? Basi mrekebishe, mharakishe sasa. Mfunge ndoa wanaume na wanawake tanini. Na muweze kuwalea watoto na kuwasimamia vizuri katika imani ya Kikristo. Wanaume mnaitwa, na sisi kama maaskofu pia tunaitwa
kulinda familia ya kijimbo, familia ya kiparokia kama mapadri, lakini familia ya Kikristo. Katika kila familia ya Kikristo kila mmoja awajibike vizuri kuhakikisha watoto wa familia wanaishi salama, wanakuwa salama, wanakuwa vizuri, wanalelewa vizuri, wanafunzwa vizuri maadili mazuri. Nyakati hizi ni nyakati tete ambazo watu na makundi mabaya katika sura hiyo ya Herode wapo pia hata sasa hivi na wanatafuta kuharibu watoto. Kumbe kuna watu wakorofi ambao tunapaswa kusimama na kuhakikisha kwamba hawawakaribii watoto, kuhakikisha watoto wako salama hata katika makuzi yao katika mashule. Kuna wimbi la mambo masijia nini ya ushoga ya nini na nini. Tuwe makini, tuhakikishe tunafuatilia makuzi ya watoto. Watoto wanapoenda shule, baba na mama hakikisha baadaye wanarudi, unahakikisha kama wamesoma vizuri, wameenda shule na kama wako salama. Tuhakikishe wanapata chakula kilicho salama na cha kutosha, pia chakula chenye kuwajenga wakuwe vizuri. Nyakati hizi ni za teknolojia, kuna vyakula vingi vingine hata kwa kweli ni vya kiteknolojia kweli. Vyakula mbadala, vyakula lakini ambavyo vingine ni vya watu wakorofi ambao wanatengeneza mavitu ya ajabu pia wanayaweka katika namna ya chakula, na tunapokula tunapata magonjwa mengi. Tusimame pia, kuna vinywaji vingi, tusifurahie wazazi kuona watoto wanarundikiwa mavinywaji pengine ambayo baadaye anakuja kuwazuru. Wanahitaji kweli vinywaji na nini, wanahitaji vyakula, lakini vyakula na vinywaji vilivyo salama katika kiasi. Kumbe tuwalee vizuri na kuwalinda. Tuhakikishe kwamba tunawalea watoto katika makazi yaliyo mazuri. Kumbe tujibidishe kujenga nyumba nzuri, na kama jimbo la Bariadi mnaalikwa pia kusimama imara kulijenga jimbo. Ni jimbo jipya, kesho tutakamilisha kazi hiyo ya kulisimika. Mnakusudiwa kuliendeleza jimbo na kulijenga vizuri. Tumeona mradi wa kanisa kuu ambao tayari mmekwisha kufikisha pazuri, mukamilishe. Lakini basi mjenge pia hata nyumba ya askofu ya kufaa. Watu wanapofika siku nyingine tukirudi baada ya miaka labda 5 hivi kumsalimia Baba Rimo, tukute Bariadi ambapo maaskofu wanaweza wakakaa na kufurahia pia. Basi tunaalikweni muwalee watoto vizuri na wote wenye uhitaji. Watoto wakuwe vizuri, wapatiwe tiba nzuri, wapatiwe elimu nzuri. Huko ndiko kumtunza mtoto Yesu, kama ambavyo Yosefu kwa kushirikiana na Mama Bikira Maria anafanya kazi vizuri. Wapendwa, uwepo wa Yosefu katika familia ni kinyume na uelewa wa nyakati hizi zetu. Leo kuna mgongano wa jinsia katika familia, hatuwezi hata kutambua. Siku hizi dunia imekengeuka. Watu kuna hata hatujui kwamba sisi ni wa kiume au ni wa kike. Tunapaswa kujifahamu bwana. Kuna baba Yosefu mwanaume hapa, lakini mtoto Yesu pia anatambuliwa kama mtoto wa kiume. Kumbe kufurahia jinsia zetu na hasa watoto kuwalea, wasianguke katika makosa na michanganyo hii ambayo ulimwengu uliokengeuka unatuletea. Wajitambue kama wavulana, wajitambue kama wasichana, na tuhakikishe wanapata haki na maisha yao, watoto wakuwe wakiwa salama. Ndio kazi yetu kama wazazi, na ndio kazi ya Mtakatifu Yosefu kumlinda mtoto Yesu, lakini ni kazi yetu sote tulio wakubwa, kila mmoja kuwalinda watu wake. Kwako Baba Askofu Rimo, umepewa mji huu, familia hii ya jimbo la Bariadi, na unawajibika kuitunza familia hii ya jimbo la Bariadi. Tunza familia za Kikristo kama ya Nazareti. Kuna familia nyingi zinazounda jimbo lako. Mipaka imetajwa katika barua hiyo ya Baba Mtakatifu, na katika kutengwa kwa hili jimbo basi linaundwa na familia mbali za Kikristo. Lakini wewe kama askofu unasimama kama familia ya jimbo la Bariadi ambayo inahusisha walio wa Katoliki na wasio wa Katoliki. Unasimama kwa wote. Wewe ni baba wa wote. Watakufuata ofisini kwako watu wote wa dini zote. Watakuja kukueleza, askofu tusaidie, askofu tusikilize. Wewe ni baba wa wote. Tunakuombea mafanikio mema katika kazi zako. Uhakikishe watu wa familia hii kubwa ya jimbo la Bariadi wako salama. Wajitambue kama wanaume na wanawake. Utunze identity zao, utunze jinsia na utunze miito katika familia takatifu, katika ndoa, miito katika utawa na miito katika upadri. Kanisa letu linajengwa katika mafiga matatu ya kanisa, yaani wakileli, walei na watawa.
baba limo kama baba wa familia. Kwa mfano wa Mtakatifu Yosefu unaitwa, umehusiwa katika utenzi ambao tumeusoma. Yosefu, linda kanisa la Mungu. Limo, linda kanisa la Mungu. Uwafunze kitakatifu sana mapadri wa taifa la Mungu. Uwe ngao pia kinga ya roho, ambazo ni safi na ni teule. Tumaini la wasio na baba. Wewe uwe baba wa wote, Tumaini la wasio na baba, na roho zetu zilizo njiani kila mara zinaposhikamana na furaha zile za kidunia zipitazo kasi na kufifia. Jenga Nazareti nyumbani mwetu, yani jenga Nazareti Bariadi hapa, walete kwetu Maria na Yosefu. Baba Askofu, kazi yako ni hiyo, kuhakikisha watu wanakuwa salama. Maria na Yosefu anajulikana katika jimbo lote, na kuhakikisha kwamba watu na mali za jimbo la Bariadi zinakuwa salama. Katika kutenda, unapoanza mapema uwe makini, uwe makini. Unapoingia ofisini uwe makini. Chagua watendaji walio wazuri toka mwanzo waweze kukusaidia, fuatilia, uwe makini. Utazunguka pia na wengine ambao ni wapigaji, sawa? Basi ujilinde vizuri. Mungu akusaidie. Asante sana.